Watu wengi katika ujasiriamali wengi wanajua kukoroga sabuni vizuri, lakini changamoto kubwa ambayo napokea maoni mengi kwa wajasiriamali ni katika zoezi la kukata sabuni. Zoezi la kukata sabuni, msikizaji, lina changamoto ikiwa kama hauwezi kuzingatia vipimo vya sabuni yako. Lakini pia zoezi la kukata sabuni ya magadi lina changamoto kwa sababu linahitaji vipimo. Mfano, zoezi la kukata sabuni ya magadi linahitaji uwe unatambua wazi ukubwa wa boksi lako, ukubwa wa mche wako. Tazungumzia vizuri. Mfano, kitu cha kwanza, ukiwa unatengeneza boksi au kabla haujaanza kutengeneza kabisa boksi lako, ni lazima na ni muhimu ufahamu taarifa za mche wako. Yaani boksi linazalishwa au linatengenezwa kwa kutumia vipimo vya mche. Kwa tafsiri nyingine ni hivi, mche ambao unatazamia kuzalisha ndio mche ambao utakupa kipimo au vipimo vya kutengeneza boksi lako. Mfano kama miche yangu mimi ya sabuni za magadi ni sentimita 4. Hiyo ni siri natoa. Sentimita 4 upana wa mche wangu. Kwa hiyo nategemea boksi langu upana wake utakuwa 4 mara ngapi? Kwa sababu 4 sentimita ni mche mmoja. Sasa nataka kwenye boksi langu upana wa lile boksi utoe upana wa miche yangu mingapi? Kwa mfano mimi upana wa boksi langu, hii ni siri natoa, lakini kwa sababu unapenda kunifuatilia sio vibaya ukasikia. Upana wa boksi langu ni miche 12. Kwa hiyo nachukua ile 4 mara 12 ninapata 48 ambao ndio upana wa boksi langu. Hiyo 48 sentimita, vipimo vya sentimita. Ukitaka kupata inchi pia unaweza kugawanya hapo afu kapata. Na urefu wa mche wangu ni sentimita 30. Kwa nikitaka kupata labda urefu wa boksi langu naweza nikaweka hiyo sentimita 30 au naweza nikaweka zaidi ya 30 ili kwamba baadaye baada ya donge kuganda basi nitakuja kugawanisha katikati. Kwa boksi langu ni urefu wa mche wangu mara 2, yani 60. Kwa maana hiyo donge likishaganda nitagawa katikati, then nitaenda kutoa siles na natoa miche yangu. Kwa hiyo narudi kusema tena, tafsiri ya boksi lako ni sawasawa na miche yako. Kwa miche ndio inakupa formula ya kutengeneza boksi lako. Kipimo cha mche mmoja unakupa kipimo cha boksi lako zima ambalo litabeba miche hata kama ni 500 au 1000. Boksi langu linatoa miche 206 mpaka 212. Kwa hiyo na hivyo kimo cha mche wangu ni sentimita 2. Kwa hiyo na boksi langu linachukua kwa kimo kimoja linachukua miche 20. Kwa miche 20 mara miche 12 mara 2 unapata idadi kamili ya miche ambayo ninazalisha kwa kutumia boksi langu. Kwa hiyo msikilizaji, ili kuweza kupata elimu hii nzuri ya kujifunza zaidi uzalishaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani pamoja na sabuni hii hapa ya sabuni ya magadi nzuri kabisa. Sabuni hii inatumika karibu kila kaya na karibu kila nyumba pia wanatumia sabuni ya magadi. Nafikiri video iliyopita pia nilionyesha ukorogaji, video iliyofuata nikaonyesha ukataji. Kwa hiyo kama hujapata video hizo vizuri ukasubscribe ili kuzipata au ukazitafuta na kuzipata. Lengo la channel yetu ya Lodness Enterprises ni kuhakikisha kwamba wajasiriamali wanakuwa wengi ili tuongeze fursa kwa vijana wenzetu au kwa mjasiriamali yeyote anayependa kujipambania. Kwa sababu unaweza ukajiajiri pia, hata kama unaajira pia unaweza kufanya kama kazi ya ziada kwa ajili ya kupunguza matumizi ya mahitaji yako pale nyumbani. Miche hiyo hapo inaonekana vizuri kabisa. Karibu na kualika. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Unaweza ukasubscribe, lakini pia kama unahitaji nakala yako ya kitabu cha ujasiriamali ni ajira, hiyo hapo tumekuwekea kwenye screen hapo. Lakini pia kama unahitaji madarasa jinsi ya kujua kuzalisha zaidi, utatutext WhatsApp kupitia 0783 500 971. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Niseme asante pia kwa kuweza kunifuatilia katika makala hizi.